Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera katika vipindi vya Familia ni Nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Alhamisi saa 12:30 jioni na marudio yake kila siku ya Jumamosi saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini Segerea. Leo ukiwa nami Frateri Joseph Rukoba Enos wa Jimbo Kuu la Mwanza, tukiangazia kipengele cha uzazi wa mpango na familia bora. Kama utakuwa na maoni, mapendekezo ama swali, tuandikie ujumbe wako mfupi kwenda namba 0756478178 au 0734069967. Sasa tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, wewe uliye asili ya kila neema na baraka. Wewe umeweka familia kama taasisi yako, ambapo mwanadamu anapata hadhi na utu katika uumbaji wako. Tunakusihi umtume Roho wako Mtakatifu azimarishe familia zote ili ziendelee kuwa taasisi yenye kumuunda mwanadamu ili hatimaye aweze kufikia wewe uliye muumba wake. Tunaomba hayo machache kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji, katika mfululizo wa vipindi vyetu vya Familia ni Nyumba ya Mungu, napenda nikufahamishe kuwa vipindi hivi vinatujia kila siku ya Alhamisi saa 12:30 jioni. Ni kwa ajili ya mambo yafuatayo. Kwanza, kuimarisha hadhi ya ubinadamu na utu, ambao sasa katika ulimwengu wa hivi karibuni au ulimwengu wa sasa, ulimwengu wa kidigitali, thamani ya binadamu inapuuzwa kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia na kwa mwamvuli wa haki za binadamu. Na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mhashamu Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi, anapenda kusema kipindi hiki ni kipindi cha ubabaishaji. Kumbe tunaalikwa sasa kuwa macho, tukeshe, kama Mtume Petro katika barua yake kwa watu wote anavyotuhimiza akisema, kuweni macho, kesheni, kwa maana adui yenu Ibilisi kama simba au ngurumaye akizunguka huku na huku akitafuta mawindo. Kuweni imara mkimshinda kwa imani. Maneno hayo tunayapata barua ya kwanza Mtume Petro kwa watu wote sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 9. Kumbe mfululizo wa vipindi vyetu sio kwa ajili ya kuleta mgawanyiko katika familia zetu, utengano katika familia zetu, mafarakano na magomvi. Kumbe kupitia vipindi hivi familia zote zikaweze kupata kupona katika changamoto mbalimbali zinazopitia.
Na sasa tuende moja kwa moja katika mada yetu ya leo ambayo italenga zaidi katika mambo ya uzazi wa mpango na familia bora. Mpendwa msikilizaji, katika mada hii ya uzazi wa mpango na familia bora kuna maneno mawili ambayo ni msingi wa mada yenyewe. Maneno haya ni uzazi wa mpango na familia bora. Kabla ya kuendelea na kipindi, labda tujaribu kupata mwafaka kamili wa maneno haya. Tukisema uzazi wa mpango tunamaanisha nini? Na tukisema familia bora tunamaanisha nini? Ama tumelenga kitu gani? Mpendwa msikilizaji, karibu sana uongozane nami katika ufafanuzi wa kina juu ya mambo haya. Uzazi ni nini? Uzazi ni mchakato wa kibiolojia ambao kiumbe hai kipya kinapatikana kutokana na kiumbe hai kingine. Hata hivyo, uwezo wa kuzaa ni kati ya sifa kuu inayomhusisha au inayomtambulisha kiumbe hai. Kumbe kiumbe hai ni yule anayezaa matunda. Kumbe sifa mojawapo ya kuwa kiumbe hai ni kuzaa, kama tulivyo na kipindi chetu cha leo cha uzazi wa mpango. Kumbe uwepo wa uhai unawakilishwa na uzazi, au uzazi unawakilisha uwepo wa uhai hapa ulimwenguni. Na kila kiumbe hai kilichopo duniani kimetokana na uzazi. Uzazi kwa binadamu ni kitu gani? Binadamu akiwa katika kundi la wanyama aina ya mamalia anazaa kwa namna inayofanana na wanyama wa namna ile. Hata hivyo, binadamu ametofautishwa sana na wanyama wengine kwa silika yake, kwa kujaliwa akili na utashi. Kwa mantiki hiyo, binadamu anatakiwa kuratibu silika yake kuhusu uzazi ili kuendana na uwajibikaji wake, ambao uwajibikaji huu unakuja kutengeneza familia bora. Swali la kujiuliza mimi na wewe ni hili: je, familia bora ni kitu gani? Au familia bora inafananaje? Na familia bora ikoje? Familia bora ni ile inayofuata utaratibu wa kimungu, ikizingatia wajibu wa kila mmoja katika muunganiko wa wanandoa. Kumbe familia inatengenezwa na taasisi kongwe hapa duniani ya ndoa takatifu. Mpendwa msikilizaji, inasadikika kuwa hauwezi kufanikiwa katika maisha kama haujajiimarisha katika familia yako na kuwa familia bora. Kwa sababu Waswahili wanasema charity begins at home, kwamba upendo unaanzia nyumbani. Kumbe unapoipenda familia yako na kuifanya inakuwa bora, hata mambo yako yatanyooka, mambo yako yatakuwa mwake. Kumbe tunaalikwa sasa kuimarisha na kuboresha familia zetu. Familia ndio chimbuko la mafanikio. Kwa kusema hivi, pengine nimeibua maswali mengi juu ya maneno haya, kwamba familia bora ni ipi? Ikoje? Inafananaje na inapatikanaje? Na kwa nini iwe familia bora?
Na kwa nini familia bora iwe chanzo cha mafanikio? Mpendwa msikilizaji wangu, maswali haya yanaweza yakakufika kwenye fikira zako au kwenye kichwa chako na kujiuliza, pengine ukashindwa kupata jibu. Na kuomba uongozane nami, pengine tunaweza tukapata suluhu ya maswali haya. Familia bora ni ile yenye muunganiko wenye uwiano sawa kihisia, kimaslahi, kimaumbile na kimtazamo, na kiimani baina ya baba na mama, ambapo baadaye huzaa watoto kadri ya uwezo wao. Kumbe tunapozungumzia muunganiko huu, mpendwa msikilizaji wangu, tumesahau kipengele kimoja. Muunganiko huu ili uweze kukamilika, lazima uwe wa baba, mama na Mungu. Mungu, baba na mama, hawa ndo wanatengeneza familia. Na familia ili iwe bora, lazima iwe na hivi vitu vitatu. Tukiwa watoto tulikuwa tunasimuliwa hadithi. Unaambiwa, pengine zilikuwa ni nahau au ni methali na kadhalika. Nakumbuka mimi ambao ulikuwa ni maarufu sana. Unaulizwa 3 mpaka Ulaya, unajibu ni mafiga. Kwa kumbe ulikuwa kwa mama ambaye anaweza kupika, hawezi akapika kwa mafiga mawili. Lazima yawepo 3. Ukipika na mafiga mawili, sufuria litaanguka. Kumbe hata kwenye familia, kwenye ndoa, tukitembea na baba na mama tukamsahau Mungu, lazima familia ianguke. Tukitembea na vipengele viwili tukasahau kimoja, lazima kianguke. Kumbe ili tuweze kuimarisha familia zetu, lazima tuvichukulie hivi vitu vyote kwa usawa: Mungu, mume na mke. Na hawa sasa ndio wanatuletea chimbuko la uzazi. Anapatikana mtoto kupitia muunganiko wa hivi vitu vitatu, au wa hawa watu watatu, yani Mungu, baba na mama. Mpendwa msikilizaji, muunganiko huu ili iwe familia bora, lazima kuwe na uwiano sawa wa kihisia kwa watu wote, kimapenzi, upendo na tamaa ya mwili baina ya mwanamume na mwanamke. Lazima wapendane kwa kiwango kile kile sawia. Hii itawafanya waweze kuvumiliana, kuchukuliana na kujaliana. Wathaminiane pia. Waweze kuoneana wivu kwa kiwango kile kile. Kwa kumbe ili mapenzi ya familia yaweze kuimarika, lazima kawivu kawepo. Utakuwa ni mtu wa ajabu wewe, aidha mama au baba au mtoto, haumuonei wivu mwenza wako, au huwaonei wivu wazazi wako, umuonei wivu mume wako, umuonei wivu mke wako. Kumbe ukishaona umefikia hali hiyo, ujue huu muunganiko umeanza kutengana, kwa sababu muunganiko umeshakuwa ni mwili mmoja. Na kawaida ya binadamu tumeumbwa ili tujipende. Chuki inatengenezwa. Hakuna aliyeumbwa kwa ajili ya chuki. Binadamu tumeumbwa ili tupendane. Chuki imekuja kwa sababu ya kutengenezwa na wanadamu. Kumbe sasa, kwa mantiki hiyo, ili familia iwe bora, lazima vitu vyote hivi nilivyovitaja hapo awali viweze kusheheni mshikamano wa dhati na kuweza kutengeneza familia bora. Pia kwa pamoja waweze kuhudumiana na mshikamano wa dhati kwa kila hali.
waweze kuheshimiana, waweze kuwajibika kwa pamoja. Zaidi na zaidi waweze kuwasiliana. Maisha ni mawasiliano. Usipowasiliana, hapo inakuwa ni changamoto. Sasa hapa kwenye mawasiliano ndipo tunakuja kuona pia kwenye nafsi ya tatu hii, kwamba hapa tumezungumzia baba na mama. Kwenye mawasiliano tunamuweka na Mungu. Sasa mama na baba wanaweza wakawa nawasiliana kwa sauti au kwa simu, lakini hii nafsi ya tatu ambaye ni Mungu yuko kati yao kwa ajili ya kuunda huu muunganiko wa ndoa au muunganiko wa familia. Yeye tunawasiliana naye kwa njia gani? Kumbe Mungu tunawasiliana naye kwa njia ya sala na tafakari ya kina juu ya maisha yetu na vipawa vile ambavyo sisi ametujalia bila mastahili yetu. Kumbe tunavyokuwa tunatafakari, tunamsifu, tunasali, hiyo ndio mawasiliano. Kumbe familia bila mawasiliano, hiyo imekufa. Kumbe mawasiliano yawe kwa baba, kwa mama na kwa Mungu pia. Familia itenge muda wa kuzungumza na Mungu. Familia itenge muda wa kuzungumza baba na mama. Familia itenge muda wa kuzungumza pia na watoto. Hapa ndipo tunapozungumzia familia bora. Familia hii yenye mawasiliano chanya ndio familia yenye mafanikio tele katika maisha ya ulimwengu wa sasa. Kisha wanafamilia hawa waweze kutimiza wajibu zao na kuleta watoto au kulea watoto katika misingi ya kimaadili bora na imani thabiti. Watoto hawa ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa kumbe hakuna mwenye mamlaka kusema kwamba mimi lazima nipate mtoto. Hakuna mtu anayedai zawadi. Zawadi inategemeana na mtoaji. Unaweza ukadai zawadi, mtoaji akawa hayuko tayari kutoa. Kumbe unaweza kalalamika upate watoto 20, Mungu akakujalia watoto 2. Kwa kumbe zawadi inategemeana na mtoaji. Ili sasa kwenye kipengele chetu cha familia ni nyumba ya Mungu, na kipengele tunachoelezea leo kwamba uzazi wa mpango na familia bora, hivi vyote vinashabihiana na lazima viende kwa pamoja. Lakini ili viweze kushabihiana vyote kwa pamoja, lazima kwanza tutembee katika misingi ya kimungu. Mpendwa msikilizaji, nafikiri tumepata mwanga kidogo wa maneno hayo mawili ambayo niliyatangulia kuyataja hapo mwanzo, wa uzazi pamoja na familia bora. Sasa tuangazie kipengele kingine ambacho ni uzazi wa mpango na mpango wa uzazi. Haya pia ni maneno mawili tofauti ambao sasa pengine kwa kuyatamka tusione utofauti wake. Na maneno haya ni uzazi wa mpango na mpango wa uzazi. Kwa kawaida maneno haya hufanana sana na pengine watu wengi wanashindwa kuyatofautisha kwa ufanano wake. Lakini maneno haya ni tofauti kabisa na tunavyoyasikia, pia na hata tunavyoambiwa na hata tunavyoyasoma pia. Maneno haya mawili ambayo ni uzazi wa mpango na mpango wa uzazi yamekuwa yakiwaburuza wengi, hasa katika kuyaelewa na kuwachanganya mno, hususani akina mama, hususani wanandoa. Maneno haya kwa kweli imekuwa ni kizungumkuti katika kuyapatia mwafaka wapi, kwamba kipi ni kipi. Na kwa lugha ya sasa hivi naweza kusema kwamba wengi wanaingia mkenge kwa kutoyajua haya maneno. Mpendwa msikilizaji, leo tunapoangazia kipengele hiki cha uzazi wa mpango na familia bora, tunaalikwa wote kujitafakari vyema juu ya nadharia hii ambayo siku hizi za hivi karibuni umekuwa ndio habari ya mjini.
kwani mama zetu wengi, pia hata dada zetu walioko vyuoni na sehemu mbalimbali, wamekuwa wahanga wakubwa sana wa kupotezwa na nadharia hii. Kwani kulingana na hali halisi ya maisha ya sasa, mama zetu wengi na dada zetu wengi hawapendi kabisa kuzaa watoto wengi. Na hivyo sasa, inapokuja kwenye changamoto ya kulitafsiri hili neno, uzazi wa mpango na mpango wa uzazi. Kabla ya kuendelea, tupate kwanza mwafaka wa maneno haya mawili kati ya uzazi wa mpango na mpango wa uzazi, ambapo sasa unaunganishwa kwenye familia bora. Tunapaswa kutembea nayo, au nadharia ipi tunayopaswa kuishika na kuifanya na kufanyia kazi kwa ajili ya familia bora na sio bora familia? Yaani inamaanisha sasa uzazi wa mpango au mpango wa uzazi ni upi sasa ambao unasimama kwenye kutengeneza familia bora? Mpendwa msikilizaji wangu, endelea kuungana nami katika kunitegea sikio ili tuweze kupata mwafaka wa hiki tunachokizungumzia. Uzazi wa mpango ni nini? Uzazi wa mpango au uzazi wa majira, maana yake ni njia mbalimbali ambazo binadamu analenga kuzuia ongezeko la uzazi au ongezeko la watoto katika familia kwa kuzuia mimba, kwa kutumia vifaa tiba kama vile vidonge vya kuzuia mimba, majira, chanjo, kitanzi, pamoja na madawa mengine ambayo yanadhaniwa kuleta madhara ya aina moja au nyingine katika afya ya uzazi na hata afya ya mwili wa binadamu. Njia hii imekuwa ikikabiliwa na changamoto nyingi sana za kiafya mintarafu afya ya uzazi. Mpendwa msikilizaji, imesikika mara nyingi sana ikizungumzwa juu ya madhara yatokanayo na utumiaji wa madawa, yani contraception, madawa ya kuzuia mimba haya. Hata hivyo, kanisa limekuwa na utamaduni wa kuendelea kukemea, kufundisha, kuonya waumini wake juu ya vitendo vile vinavyoenda kinyume na mpango wa Mungu kuhusiana na uzazi. Hususani njia hizi za utumiaji wa kemikali za kisayansi kama vile vidonge, sindano, vinjiti na kadhalika, mama zetu wengi wanafahamu. Kumbe Kanisa Katoliki linapinga vikali. Tukisoma katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1707 inasema, kwa kushawishiwa na yule mwovu, mwanadamu alitumia vibaya uhuru wake tangu mwanzo wa historia ya kuumbwa kwake. Alijitoa kwa kushawishiwa, alitenda uovu. Kwa kumbe huyu mwanadamu hapo mwanzo hakuumbiwa haya mahangaiko tunayoyapitia leo, lakini kwa kushawishiwa kwake na huyu mwovu anajikuta anatumia ule uhuru ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu, anautumia vibaya mpaka unapelekea kwenye kuanguka kwenye dhambi. Kumbe mwanadamu kila siku sasa anavutika katika kutaka kutenda dhambi. Yaani ule mvuto wa kutaka kutenda dhambi kwa sababu ya kile kishawishi cha dhambi ile ya asili. Japokuwa Mungu mara zote anamvuta
kuja kwake ili aweze kujitutumua au kurudi katika hali yake ya ubinadamu au hali yake ya furaha aliyoumbwa nayo. Yaani abaki kwenye ile hali yake ya uhuru aliyoumbwa nayo. Kumbe kanisa linapinga vikali kutumia vizuizi mimba. Mfano, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Mwanza, Mhashamu Renatus Laurent Ndikwande, mnamo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2019, siku ya kusimikwa kwake kama Askofu Mkuu wa Mwanza, katika hotuba yake alisisitiza kupinga mambo yafuatayo. Kwanza, kupinga ushoga. Ushoga hiki ni kitendo ambacho kinadhalilisha utu na heshima ya binadamu kadri ya mpango wa Mungu. Pia alisisitiza kupiga vita vikali utamaduni wa kifo unaokumbatiwa na sera ya utoaji mimba pamoja na ukoloni wa kiitikadi. Kwa mantiki hiyo, utamaduni huu pengine umekuwa ukivutiwa na nadharia hii ya uzazi wa mpango. Hii pengine inaweza kuwa sababu kubwa ya watu wengi wanaingia kwenye vitendo vya namna hiyo kwa kuhofia mimba, lakini pia kwa sababu ya hii nadharia ya uzazi wa mpango. Kumbe kanisa linapinga vikali kupitia mamlaka fundishi ya kanisa, yaani mababa wa kanisa, maaskofu, mapapa pamoja na mafundisho ya kanisa. Pia alisisitiza utoaji wa mimba sio dili, watu wadhae, lakini utoaji wa mimba kwa njia ya vidhibiti mimba, yani contraception. Hii ni hatari sana. Baba Askofu alisisitiza na kusema huo ni ukoloni wa kiitikadi na upigwe vita. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, hadi kufikia hapo ndipo tunafikia tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Frateli Joseph Rukoba Enosi, dalali wa Yesu wa Jimbo Kuu la Mwanza, nayesoma seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, Malkia wa familia, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Familia, familia, familia.